Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Machi 23, mada ikisema ukaribisho katika makao ya mbinguni. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Isaya 26 ya pili. Neno la Mungu linasema, wekeni wazi malango yake, taifa lenye haki lishikalo kweli liingie. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo kulitukuza jina lako, kulisifu jina lako, kuimba sifa mbele zako na kuleta mahitaji yetu miguuni pako. Tusaidie tuweze kuelewa neno hili tunalojifunza siku ya leo. Roho wako Mtakatifu akatusaidia katika maisha yetu na malaika wako watembee nasi sasa na hata milele. Amina. Maisha duniani ni mwanzo wa maisha ya mbinguni. Tu watoto wa mfalme wa mbinguni, wana wa familia ya kifalme, warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Makao ambayo Bwana Yesu ameenda kuyaandaa ni kwa ajili tu ya wale walio wa kweli, walio safi, wale wapendao na kutii maneno yake. Ikiwa tunataka kufurahia furaha kamili ya milele, lazima tukuze dini nyumbani. Amani, mapatano, upendo na furaha vinapaswa kushikiliwa kwa ustahimilivu kila siku, mpaka mambo haya mazuri yakae katika mioyo ya wale wanaounda familia. Kile ambacho kitaifanya tabia kuwa ya kupendeza nyumbani ndio kile ambacho kitaifanya kuwa ya kupendeza katika makao ya mbinguni. Ikiwa tutadhihirisha tabia ya Yesu hapa, tukizitunza amri zote za Mungu, tutashangiliwa na kubarikiwa kwa kuona nyumba ya kupendeza katika makao ambayo Yesu amekwenda kuandaa. Hebu yale yote yaliyo mazuri katika makao yetu ya duniani yatukumbushe juu ya mto angavu na mashamba ya kijani kibichi, miti inayoyumbayumba na chemchemi zilizo hai, jiji lenye kung'aa na waimbaji waliovaa mavazi meupe wa makao yetu ya mbinguni. Ulimwengu ule wa uzuri ambao hakuna msanii awezaye kuuchora wala lugha ya wanadamu inayoweza kuuelezea. Hapo upendo na huruma ambazo Mungu amezipanda nafsini zitapata matumizi ya kweli na matamu zaidi. Ushirika safi na viumbe vitakatifu, maisha ya kijamii yenye uwiano pamoja na malaika waliobarikiwa na pamoja na waaminifu wa zama zote. Ushirika mtakatifu unaounganisha pamoja familia nzima ya mbinguni na duniani. Yote ni miongoni mwa uzoefu wa nchi mpya. Kwa furaha isiyoelezeka, tutaingia katika furaha na hekima ya viumbe wasioanguka. Ni fursa ya wazazi kwenda na watoto wao pamoja nao katika malango ya mji wa Mungu akisema, nimejaribu kuwafundisha watoto wangu kumpenda Bwana, kufanya mapenzi yake na kumtukuza. Kwa hao malango yatafunguliwa wazi na wazazi na watoto wataingia ndani. Hii ni Machi 23, mada ikisema ukaribisho katika makao ya mbinguni. Mwenyezi Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema na tafakari iliyotukuka. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha